tulimheshimu. Sote tulimheshimu. Si kwa sababu alikuwa na nguvu sana, lakini kwa sababu ya hekima yake na busara yake. Si kwa sababu alitisha, lakini kwa sababu alitanguliza sana kutafuta amani na watu wote. Na ndugu zangu, katika kutafuta amani na watu wote ni pamoja na haya aliyosema mwimba Zaburi. Yeye aliyesema nitazichunga njia zangu, katika ule mstari wa kwanza, nisije nikakosa kwa ulimi wangu. Hizi ndimi tulizo nazo zinatukosesha sana sana sana. Ndimi tulizo nazo zinatukosesha sana sana. Huyu baba, kwa wengi ambao nimemsikia, hata akikuonya unakubali kwamba maonyo haya ni sawa sawa. Aliutumia vizuri ulimi wake. Ndugu zangu, tukijua kwamba hapa ulimwenguni tunaishi kwa kitambo kidogo, pia tutaishi kwa kuwajali wengine. Tukijua kiasi cha siku zetu, tutaishi kwa kuwajali wengine. Ushuhuda wa mzee Msuya unanishangaza sana. Nimesikia wengi wa ngazi yake wakisifu, lakini nimesikia wengi wa ngazi za chini wakisifu. Hawa wa chini hawa ndio ambao tulio wengi katika viongozi. Hapo ndipo tunapofeli. Mimi nimepita mahali pengi, lakini sijasikia mtu wilaya nzima wakamuita baba wa wilaya, baba wa Mwanga. Si kwa sababu nyingine, si kwa sababu ya uzee au kwa sababu ya umri, ni kwa sababu ya alama, kwa sababu ya upendo alioweka kwa watu wa chini. Mungu anatutuma sisi na anatupa nafasi hizi tulizo nazo ili tuwaangalie hao watu wa chini. Alikuwa sababu kubwa ya kuwafanya wengi watabasamu. Ninakumbuka moja ya kitu cha mwisho kabisa, nilipofika kumsalimia hapa na baba askofu wa Dayosisi ya Pare, badala ya kutuambia mambo mengi, anasema tu, nafurahi wananchi wa Mwanga wamepata maji. Ninamshukuru sana rais. Alituambia, Mheshimiwa Rais alituambia kama kitu kinachotoka moyoni mwake. Mimi nikafikiri wamemwekea mabomba mapya hapa kwenye nyumba yake. Wananchi wa Mwanga. Viongozi, tuwakumbuke wale ambao Mungu anaweka chini yetu, ili siku zetu za kuishi hapa ziwe baraka. Mzee Msuya amekuwa kielelezo kizuri kwetu kama Watanzania. Lakini pia unapoisoma hii Zaburi ya 39, unaona jinsi ambavyo huyu mwimba Zaburi anachokihitaji. Anasema, nijijue jinsi nilivyo dhaifu. Kwa lugha rahisi, anatamani awe mnyenyekevu. Sasa hivi wanyenyekevu ni hadimu sana. Kila mtu yuko tayari kupigana vikumbo na kila mtu. Wanyenyekevu ni wachache sana. Huyu baba ameonyesha unyenyekevu, na tabia hii ya unyenyekevu, yani unyenyekevu maana yake rahisi ni kwa
kwamba bila Mungu mimi si kitu kabisa. Ndio maana unyenyekevu, kwamba mnyenyekevu maisha yake yanategemea jinsi Mungu anavyotamani aishi. Huyo ndio mnyenyekevu. Tabia ya unyenyekevu ni neema anayopewa mwanadamu toka kwa Mungu mwenyewe. Yesu anaelezwa na Mtume Paulo kwamba alikuwa mnyenyekevu, naam, hata msalaba aliendelea kunyenyekea. Unyenyekevu, ndugu zangu, si woga, lakini pia tusije tukapotosha maana. Unyenyekevu si uzembe, ni kuitafuta amani. Unyenyekevu ni nini basi? Unyenyekevu ni ile tabia au hali ya kujishusha, kuwa tayari kuwatumikia wengine. Mzee wetu huyu tunayekwenda kumlaza kaburini leo, Cleopa Msuya, tumeambiwa alipewa kipawa cha kusikiliza na kunyenyekea. Kwenye falsafa ya Kiyunani wanalinganisha kusema kama shaba. Unaposema ni shaba, lakini kusikiliza ni dhahabu. Huyu baba alipewa nafasi, alipewa neema ya kusikiliza wengine. Kusikiliza hata unapokwenda, hata kusikiliza kama vile hajui, lakini kumbe anajua sana. Ndugu zangu, na hasa viongozi wenzangu katika jamii na katika kanisa, tumuombe Mungu atupe tabia ya unyenyekevu. Tuwe unyenyekevu ndani ya kanisa, ndani ya jamii, ndani ya familia. Lazima tuishi maisha ya unyenyekevu. Mungu atupe hamu ya kukaa katika neno lake, kuishi kwa kumpendeza yeye. Ukikaa katika neno la Mungu, ukikaa katika ibada itakufanya, neno la Mungu litakufanya unyenyekee.